Huwezi kuamini, imeshapita miaka 15 tangu filamu ya mwisho ya Rush Hour itoke, lakini Jackie Chan ameonyesha nia yake ya kutaka kufanya filamu ya Rush Hour namba 4. Anaeleza kuwa inabidi ifanyike haraka kabla yeye na Chris Tucker hawajazeeka. Licha ya kwamba kila mmoja anafahamu kuwa Chris Tucker amezitendea haki filamu hizo, inaelezwa kuwa mtu wa kwanza kupewa nafasi hiyo alikuwa ni mwigizaji Eddie Murphy, ambaye anadai kuwa alipelekewa script mbili, moja ya Rush Hour na nyingine ambayo alitakiwa kucheza na Kula Starehe Miami. Anadai yeye alichagua ile ambayo angecheza na Kula Starehe. Bahati mbaya filamu hiyo ikabuma sana na wengi hatujawahi hata kuiona, lakini kwa upande wa Rush Hour zimekuwa moja ya filamu kubwa ulimwenguni na wengi wanakiri kwamba Eddie Murphy asingefanya vizuri kama Chris Tucker. Chris Tucker alizaliwa tarehe 31 Agosti mwaka 1971 huko Atlanta, Georgia, akiwa mtoto wa mwisho kati ya watoto 6. Amekulia katika familia ya Kipentekosti. Ucheshi ulikuwa tabia yake tangu utotoni. Baada ya kuhitimu shule ya sekondari ya Columbia, alihamia huko Los Angeles ili kufukuzia ndoto zake katika uchekeshaji. Akiwa huko katika miaka ya 90, alivutia mashabiki wengi sana baada ya kuonekana Def Jam Comedy, moja ya majukwaa makubwa ya wachekeshaji nchini Marekani, na nyota wengi wakubwa wa uchekeshaji wametokea hapo. Wakati anaanza, alipenda sana kuiga sauti na matendo ya Michael Jackson, Bill Clinton na Eddie Murphy, ambaye alikuwa mchekeshaji mkubwa wakati huo. Kutokana na ucheshi wake wa kipekee, Chris Tucker akaanza kuelekea kwenye uigizaji, na nafasi yake ya kwanza katika filamu ilikuwa ni kwenye filamu ya Friday iliyotoka mwaka 1995 akiwa na mwigizaji na mwanamuziki Ice Cube. Combination yake na Ice Cube kwenye filamu hiyo ilifanya Friday ikafanya vizuri sana sokoni na kumpa jina kubwa sana Chris Tucker kama mwigizaji anayeibukia. Kwa bahati nzuri au mbaya, alikuja kukataa mkataba wa mamilioni ya dola kuigiza katika filamu ya Friday namba 2, na hii ni kwa sababu hakuwa tayari kuigiza kama anavuta bangi huku anatukana. Mwishoni mwa miaka ya 90, alipiga hatua kubwa zaidi katika uigizaji baada ya kupata nafasi ya kuonekana katika filamu ya Rush Hour akiwa pembeni ya Jackie Chan. Kwenye filamu hizi, Chris Tucker alicheza kama Detective James Carter, afisa wa idara ya polisi ya jijini Los Angeles, yani LAPD. Filamu hiyo ilipotoka mwaka 98, ikafanya vizuri sana sokoni, ikiingiza zaidi ya dola milioni 244. Mwendelezo wa filamu hiyo, yani Rush Hour namba 2, ilitoka mwaka 2001 na Rush Hour namba 3 ikatoka mwaka 2007. Na katika filamu hizo zote, Chris Tucker alilipwa vizuri sana, jambo lililomfanya kuwa moja ya waigizaji wanaolipwa pesa nyingi sana Hollywood, akiripotiwa kulipwa dola milioni 25 kwa filamu ya Rush Hour namba 3 pekee. Mafanikio haya mfululizo yalimfanya kutambulika kimataifa na kumfanya aheshimike sana kama mwigizaji. Akiwa juu ya mafanikio, ghafla Chris Tucker akapotea. Mashabiki wakaanza kujiuliza yuko wapi, kwani kutoka mwaka 2007 mpaka mwaka 2011 hakuonekana katika filamu yoyote kubwa. Baadaye akaja kueleza kuwa aliamua kuweka nguvu kwenye imani yake na kufanya kazi ya kusaidia jamii. Licha ya hivyo, hata alipokuja kufanya show yake ya kwanza kwa miaka kadhaa, watu walijaa sana na kukubali kuwa Chris Tucker yuko vizuri katika tasnia ya uchekeshaji. Licha ya kuwa na urafiki mkubwa na Jackie Chan, Chris Tucker pia alikuwa rafiki wa Michael Jackson na mara kadhaa ameonekana kwenye video za muziki za Michael Jackson, ikiwemo Girl You Rock My World. Lakini pia alitokea katika sherehe za miaka 30 ya Michael Jackson akifungua show kwa kujaribu kucheza kama Michael. Chris Tucker alikuwa akipenda sana kazi za Michael Jackson hata kabla hawajawa marafiki, kwani katika filamu ya Friday kuna sehemu alionekana akicheza kama Michael Jackson, na hata katika filamu ya Rush Hour namba 2 alionekana akiimba na kucheza kama Michael. Chris Tucker aliwahi kushiriki katika mchakato wa kupima vinasaba vya watu maarufu ili kugundua asili zao. Baada ya kupimwa DNA, Chris Tucker ilionyesha kuwa upande wa baba kulikuwa na vinasaba kuonyesha ametokea huko Angola, na upande wa mama ukionyesha kuwa chimbuko lake ni Cameroon. Kama ilivyokuwa kwa mwigizaji Wesley Snipes, Chris Tucker pia alijikuta akikabiliwa na matatizo makubwa ya kifedha yaliyotokana na kodi. IRS, ambao ndio TRA wa Marekani, walimshutumu kwa kushindwa kulipa mamilioni ya dola za kodi kwa miaka kadhaa.
Ripoti mbalimbali zilionyesha kuwa kufikia mwaka 2014 deni lake la kodi lilifikia zaidi ya dola milioni 14. Chris Tucker alijitetea hadharani kuwa hakukwepa kodi kwa makusudi. Baadaye aliamua kushirikiana na IRS katika kupanga mpango wa kulipa madeni yake yote hatua kwa hatua. Mwaka 2014 alilipa kiasi cha dola za Kimarekani milioni 2.5, lakini mwaka 2021 IRS wakamshtaki tena wakitaka alipe dola za Kimarekani milioni 9.8, lakini akaishia kulipa dola milioni 3.6 mwaka 2023. Chris Tucker na mtoto wa kiume aitwaye Destin aliyezaa na mkewe wa zamani, na hivi sasa nyota huyu hatumii kabisa matusi kwa sababu ya imani yake. Asante kwa kutazama video hii. Niandikie maoni yako kwenye sehemu ya comment. Mimi naitwa Jackie. Huwezi kuamini, imeshapita miaka 15 tangu filamu ya mwisho ya Rush Hour itoke, lakini Jackie Chan ameonyesha nia yake ya kutaka kufanya filamu ya Rush Hour namba 4. Anaeleza kuwa inabidi ifanyike haraka kabla yeye na Chris Tucker hawajazeeka. Licha ya kwamba kila mmoja anafahamu kuwa Chris Tucker amezitendea haki filamu hizo, inaelezwa kuwa mtu wa kwanza kupewa nafasi hiyo alikuwa ni mwigizaji Eddie Murphy, ambaye anadai kuwa alipelekewa skripti mbili, moja ya Rush Hour na nyingine ambayo alitakiwa kucheza na kula starehe Miami. Anadai yeye alichagua ile ambayo angecheza na kula starehe. Bahati mbaya filamu hiyo ikabuma sana na wengi hatujawahi hata kuiona, lakini kwa upande wa Rush Hour zimekuwa moja ya filamu kubwa ulimwenguni, na wengi wanakiri kwamba Eddie Murphy asingefanya vizuri kama Chris Tucker. Chris Tucker alizaliwa tarehe 31 Agosti mwaka 1971 huko Atlanta, Georgia, akiwa mtoto wa mwisho kati ya watoto 6. Amekulia katika familia ya Kipentekosti. Ucheshi ulikuwa tabia yake tangu utotoni. Baada ya kuhitimu shule ya sekondari ya Columbia, alihamia huko Los Angeles ili kufukuzia ndoto zake katika uchekeshaji. Akiwa huko katika miaka ya 90, alivutia mashabiki wengi sana baada ya kuonekana Def Jam Comedy, moja ya majukwaa makubwa ya wachekeshaji nchini Marekani, na nyota wengi wakubwa wa uchekeshaji wametokea hapo. Wakati anaanza, alipenda sana kuiga sauti na matendo ya Michael Jackson, Bill Clinton na Eddie Murphy, ambaye alikuwa mchekeshaji mkubwa wakati huo. Kutokana na ucheshi wake wa kipekee, Chris Tucker akaanza kuelekea kwenye uigizaji, na nafasi yake ya kwanza katika filamu ilikuwa ni kwenye filamu ya Friday iliyotoka mwaka 1995 akiwa na mwigizaji na mwanamuziki Ice Cube. Combination yake na Ice Cube kwenye filamu hiyo ilifanya Friday ikafanya vizuri sana sokoni na kumpa jina kubwa sana Chris Tucker kama mwigizaji anayeibukia. Kwa bahati nzuri au mbaya, alikuja kukataa mkataba wa mamilioni ya dola kuigiza katika filamu ya Friday namba 2, na hii ni kwa sababu hakuwa tayari kuigiza kama anavuta bangi huku anatukana. Mwishoni mwa miaka ya 90 alipiga hatua kubwa zaidi katika uigizaji baada ya kupata nafasi ya kuonekana katika filamu ya Rush Hour akiwa pembeni ya Jackie Chan. Kwenye filamu hizi Chris Tucker alicheza kama Detective James Carter, afisa wa idara ya polisi ya jijini Los Angeles, yani LAPD. Filamu hiyo ilipotoka mwaka 98 ikafanya vizuri sana sokoni, ikiingiza zaidi ya dola milioni 244. Mwendelezo wa filamu hiyo yani Rush Hour namba 2 ilitoka mwaka 2001 na Rush Hour namba 3 ikatoka mwaka 2007. Na katika filamu hizo zote Chris Tucker alilipwa vizuri sana, jambo lililomfanya kuwa moja ya waigizaji wanaolipwa pesa nyingi sana Hollywood, akiripotiwa kulipwa dola milioni 25 kwa filamu ya Rush Hour namba 3 pekee. Mafanikio haya mfululizo yalimfanya kutambulika kimataifa na kumfanya aheshimike sana kama mwigizaji. Akiwa juu ya mafanikio, ghafla Chris Tucker akapotea. Mashabiki wakaanza kujiuliza yuko wapi, kwani kutoka mwaka 2007 mpaka mwaka 2011 hakuonekana katika filamu yoyote kubwa. Baadaye akaja kueleza kuwa aliamua kuweka nguvu kwenye imani yake na kufanya kazi ya kusaidia jamii. Licha ya hivyo, hata alipokuja kufanya show yake ya kwanza kwa miaka kadhaa, watu walijaa sana na kukubali kuwa Chris Tucker yuko vizuri katika tasnia ya uchekeshaji. Licha ya kuwa na urafiki mkubwa na Jackie Chan, Chris Tucker pia alikuwa rafiki wa Michael Jackson na mara kadhaa ameonekana kwenye video za muziki za Michael Jackson, ikiwemo Girl You Rock My World, lakini pia
alitokea katika sherehe za miaka 30 ya Michael Jackson, akifungua show kwa kujaribu kucheza kama Michael. Chris Tucker alikuwa akipenda sana kazi za Michael Jackson hata kabla hawajawa marafiki, kwani katika filamu ya Friday kuna sehemu alionekana akicheza kama Michael Jackson, na hata katika filamu ya Rush Hour namba 2 alionekana akiimba na kucheza kama Michael. Chris Tucker aliwahi kushiriki katika mchakato wa kupima vinasaba vya watu maarufu ili kugundua asili zao. Baada ya kupimwa DNA, Chris Tucker ilionyesha kuwa upande wa baba kulikuwa na vinasaba kuonyesha ametokea huko Angola, na upande wa mama ukionyesha kuwa chimbuko lake ni Cameroon. Kama ilivyokuwa kwa mwigizaji Wesley Snipes, Chris Tucker pia alijikuta akikabiliwa na matatizo makubwa ya kifedha yaliyotokana na kodi. IRS, ambao ndio TRA wa Marekani, walimshutumu kwa kushindwa kulipa mamilioni ya dola za kodi kwa miaka kadhaa. Ripoti mbalimbali zilionyesha kuwa kufikia mwaka 2014, deni lake la kodi lilifikia zaidi ya dola milioni 14. Chris Tucker alijitetea hadharani kuwa hakukwepa kodi kwa makusudi. Baadaye aliamua kushirikiana na IRS katika kupanga mpango wa kulipa madeni yake yote hatua kwa hatua. Mwaka 2014 alilipa kiasi cha dola za Kimarekani milioni 2.5, lakini mwaka 2021 IRS wakamshtaki tena wakitaka alipe dola za Kimarekani milioni 9.8, lakini akaishia kulipa dola milioni 3.6 mwaka 2023. Chris Tucker na mtoto wa kiume aitwaye Destin aliyezaa na mkewe wa zamani, na hivi sasa nyota huyu hatumii kabisa matusi kwa sababu ya imani yake. Asante kwa kutazama video hii. Niandikie maoni yako kwenye sehemu ya comment. Mimi naitwa Jackie. Huwezi kuamini, imeshapita miaka 15 tangu filamu ya mwisho ya Rush Hour itoke, lakini Jackie Chan ameonyesha nia yake ya kutaka kufanya filamu ya Rush Hour namba 4. Anaeleza kuwa inabidi ifanyike haraka kabla yeye na Chris Tucker hawajazeeka. Licha kwamba kila mmoja anafahamu kuwa Chris Tucker amezitendea haki filamu hizo, inaelezwa kuwa mtu wa kwanza kupewa nafasi hiyo alikuwa ni mwigizaji Eddie Murphy, ambaye anadai kuwa alipelekewa script mbili, moja ya Rush Hour na nyingine ambayo alitakiwa kucheza na kula starehe Miami. Anadai yeye alichagua ile ambayo angecheza na kula starehe. Bahati mbaya filamu hiyo ikabuma sana na wengi hatujawahi hata kuiona, lakini kwa upande wa Rush Hour zimekuwa moja ya filamu kubwa ulimwenguni, na wengi wanakiri kwamba Eddie Murphy asingefanya vizuri kama Chris Tucker. Chris Tucker alizaliwa tarehe 31 Agosti mwaka 1971 huko Atlanta, Georgia, akiwa mtoto wa mwisho